Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Wenye shida Mwenyezi Mungu awatatulie shida zao, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee, wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kazi zao, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao, atusulihishe sisi na atujalie salihina hadina muhtadin ghaira dhalina wala mudhillin birahmatihi ya arhamar rahimin. Amma ba'd, maudhui yetu ya leo tutazungumzia maradhi ambayo kwamba ni mabaya sana, na maradhi haya huwapata Waislamu na hutafautiana katika kuwashika maradhi kama haya. Kuna ambao kwamba ikiwashika virus kama hii huwa ni wenye kufuza nayo wasipate tiba, kwa sababu wenyewe hawajitambui kama wako kwenye hunu ugonjwa. Manake kawaida ni tabu mtu kutibiwa ikiwa ye mwenyewe hajatambua kuwa ni mgonjwa, au ni tabu kutibiwa ikiwa mwenyewe haoni ule ugonjwa kwake yeye ni tatizo. Imma huwapata katika zama, yani kwa muda maalumu, na wengine huwapata ni kama namna hiyo tulivyoelezea, ikawa ni kufuza nayo maradhi kama haya, au huwapata katika wale ambao kwamba ni wenye kujishughulisha katika viwanja vya kidini. Uchache wa maradhi kama haya, maradhi yenyewe ni maradhul futur, maradhi ya kushikwa na ganzi katika nyanja za kidini. Alfutur ni yani uvivu, kushikwa na uvivu, tutaweza kuzungumza namna hiyo, lakini asli futur ni kule kufa kotezi. Kiswahili unasema kufa kotezi, kushikwa na ganzi. Kile kiungo kishikwacho na ganzi sikuwa ni kiungo kibaya, lakini ni kiungo wakati ule kikipatikana na ganzi hakiwi na hisia. Uchache wa maradhi kama haya ya uvivu, imma ni ushikwe na uvivu usifanye, manake futur ni daraja ya juu kushinda uvivu. Uvivu ni moja katika futur, lakini futur ni kwa maana mapana zaidi. Yani wewe ni kuwa ulikifanya mambo fulani sasa huyafanyi tena, ulikuwa ukijishughulisha na mambo fulani katika dini sasa hujishughulishi tena. Sasa mmoja uchache wake tu ni kuwa na uvivu au tarahi, kuchelewa. Badala ulikuwa wafanya haraka, hungojei sasa, mara mwezi huu nitafanya mwezi ujao, nitafanya wiki ijayo, nitafanya kesho, nitafanya saa kadhaa. Hii inaitwa atarahi, kuchelewa. Au sukunu baada alharaka, ulikuwa na movement sasa umekuwa umetulia, hakuna movement yoyote inayopatikana kwako wewe. Na daraja ya juu zaidi katika maradhi kama haya, al-inqita' ba'da al-istimrar, ni kuwa ulikuwa waendelea katika mambo fulani ukiyafanya katika dini, sasa ukakatika kabisa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha
wa in qalla. Amali iliyokuwa bora kwa Mwenyezi Mungu ni ile ambayo kwamba wewe utaifanya kwa kuendelea, hata kama ni chache, lakini ukianza jaribu kufanya nini? Kuendelea nayo, sio mara wafanya mara wawacha, mara wafanya mara wawacha. La, sio amali ipendekezao zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, japokuwa ni ndogo, japokuwa ni raka mbili, lakini hakikisha uzishike, hakikisha uendelee nazo. Japokuwa ni kara moja katika Qur'ani, lakini fuza nayo. Kwa hiyo ubaya zaidi ni kukata baada ulikuwa ukiendelea. Futur katika himma, ulikuwa na himma. Taona baadhi ya vijana hata watu wazima huja ikamjia himma, ikawa sasa himma kuhimiza watu kuswali, kuhimiza watu kuja mapema msikitini, kuhimiza katika kufanya mambo ya kheri. Baadaye ikamjia takaus, mara ghafla kawasie tena yule. Lipi lilokufanya wewe? Tutakuja kuzielezea hizi sababu. Kadhalika tafturu ibadatuhu, ibada zile alikuwa wakizifanya za katikia kati, yuashikwa na uvivu, ilikuwa hakosi jamaa, ilikuwa akija mapema msikitini. Sasa imekuwa ni kinyume, kumekuwa yuachelewa chelewa, au saa ingine haji. Yafturu amaluhu salih, alikuwa na mambo mema akiyafanya, activities tofauti tofauti katika mambo mema, sasa mingi yamekuwa hamo nayo, pia ni katika sampuli. Na tukiangalia haya mambo hayakuanza kwetu sisi. Tukielezea, tukikumbuka kiswa cha Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu anhu, alimpitia sahaba akamwona yualia. Sahaba mwenyewe alikiitwa Handhala. Sayyidina Abu Bakar amuona Handhala yualia, akasimama kumuuliza, malaka ya Handhala tabki, unani wewe Handhala walia, jambo gani lilokukuta? Na hii yaonesha namna gani Uislamu. Umemuona Muislamu mwenzako kwa hali sio ile ulomzoea, yataka umjulie hali. Muacha akwambia achana na mimi, lakini wewe tekeleza lile ambalo kwamba wewe watakiwa. Sio mtu alia lile derea tayari limeshaanza kulia. La, muulize, pengine kuna tatizo ambalo kwamba waweza kumsaidia, au kuna mushkili umetokea waweza kuutatua. Malaka tabki ya Handhala, kwa nini wewe walia? Handhala amwambia, nafaka Handhala, mimi naona nishakuwa mnafiki. Mimi najihisi ni mnafiki. Kwa nini wasema hivyo? Handhala amwambia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar alipomuuliza, walima ya akhi, tatizo haswa ni nini lilokufanya wewe mpaka uwe mnafiki? Asema, nakunu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi huwa tumekaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumekwenda msikitini, shekhe akituelezea, akitutolea khutba kuhusu namna gani kufanya kheri, kuhusu namna gani kuepuka mambo ya shari, basi sisi na pepo ni kama hivi vidole viwili, yani tumekurubiana, manake tunajiona khalas sasa himma yaja, yani twapata energy ya kufanya mambo ya taa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatuelezea mpaka tukaona pepo hii hapa, sasa sisi ni kuingia tu. Fa idha udna ila buyutina waafasna al-ahla, na katika riwaya waafasna nisaana, tukirudi majumbani, tukianza kukaa na watoto, tukikaa na wake, husahau yote. Unaona ni unafiki huu. Ukiwa mbele ya Mtume wewe usema basi sasa nitanyoka, sasa mtaelekea hii hali, mimi naona ni unafiki. Ukiwa mbele ya Mtume wewe wajiona sasa wewe umeamua, lakini ukirudi nyumbani ukakaa na familia, sio ukirudi maskani. Sikiza uzuri, tukirudi nyumbani seme
Ndio ukitoka msikitini mimi husema sendi tena maskani, lakini kenda maskani umejipeleka mwenyewe. Nyumbani ni mahala wewe watakiwa. Sema tukirudi nyumbani, ile himma aliyokuwa tuko nayo pale msikitini, ile nishati aliyokuwa tuko nayo pale msikitini, hurudi nyuma, husahau teza na mtoto huyu na yule na yule. Kwa lugha ya sasa, tukirudi nyumbani tukishakupambana na WhatsApp, tukishakupambana na Facebook, tukishakupambana na Twitter, tukishakupambana na Instagram, khalas, husahau zile khutba zote tulikuwa tukitolewa. Kwa hii hali mimi naona nimekuwa mnafiki. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu kwa tawadhui yake kubwa akamwambia, ana kadhalika ya Handhala, hiyo hali si wewe tu, hata mimi pia nikirudi nyumbani nikaketi na wana, kakaa na wajukuu, nikakaa na nana, basi huyo ile nishati nilikuwa nayo mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huvundika. Fantaliq bina ila rasulillah. Kwa hiyo wewe kiwa washtakia maradhi hayo, unafiki huo, na mimi pia nao. Pengine leo sisi hakuna hata mmoja ambaye kwamba ashawahi kusema labda mimi mnafiki. Angalia, Sayyidina Abubakar asema ikiwa wewe hisabu huo ni unafiki, basi mimi pia naona ni unafiki. Subhanallah. Sayyidina Abubakar ni Siddiq, walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Mwenyezi Mungu alomwelezea ndani ya Qur'ani, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Lakini maadamu kuna hali imeelezwa, ngoja niikisie hii hali ninayo mimi. Leo kukielezewa jambo lolote yaja kwenye kategori fulani, haya mawaidha aliyozungumza ustadhi, ningetamani fulani aweko. Wewe humo? Ningetamani rafiki yangu ayasikie. Wewe wali min awliya illa. Angalia Sayyidina Abubakar alipoelezewa, hakwenda kuangalia nina marafiki zangu, mimi pia nimo kwenye hali kama hiyo. Yatakiwa siku zote tukisikia tujikisie sisi mwanzo, hii ieleze wao, mimi niko kwenye hali gani? Nikijiona niko kwenye hali ya sawa, niinue ya Rabbi, kama mimi ulivyoniafikia katika haya, na wenzangu waafikie. Kama mimi uliniepushia janga kama hili, na wenzangu waepushie. Sio wewe useme haya mawaidha haya yangetaka yatolewe kina fulani waweko. La, haitakiwi namna hiyo. Wakaondoka wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahadathahu bihadha alhal, wakamwelezea, ya Rasulullah, sisi tukiwa mbele yako wewe ukituelezea mambo gani katika Uislamu, twapata himma, twapata nishati, twatia azma, lakini tukitoka tukirudi majumbani ile himma huvundika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, amma nahnu maashira al-anbiya, sisi mitume, tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna, mato yetu hulala lakini nyoyo huwa hazilali. Manake saa zote sisi tuko katika ibada, hali yote, hata tukilala sisi hulala mato tu, moyo uko bado uko mato, huwa na Mola wetu. Amma antum ya akhi fasaa wa saa, ama nyinyi saa himma, saa hukujia ukajisahau. Lakini tufahamu vizuri, sio saa utakwenda kufanya maasi, la. Saa himma hukuzidi, saa himma ikapungua. Si haikukusudiwa saa kwamba saa taa, saa maasi, la hasha. Mtume hawezi kusema maneno kama haya. Wengine huja wakaifasiri saa fasaa, la. Yani saa huja himma ukaendelea na himma, saa ikavundika himma, lakini kisha ikarudi tena himma ukaendelea na himma. Hii ndio hali yenu nyinyi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, walau baqitum ala alhali allati antum alaiha indi la safahatkumul malaika fi turuqat wa lazaratkum fi buyutikum. Lau mutakuwa na hali kama hii, muwapo na mimi kweli, mwajihisi mko na mimi, mwajadidisha himma, mwatia azma kwamba khalas ule upungufu ule kuweko tutaukamilisha, na ile ukamilifu tulioko tutaendelea. Lakini hata mkirudi majumbani ikawa ile himma itafundika, mkirudi tena hapa himma itajengeka, la safahtukumul malaika, malaika watawasalimia. Manake mtakuwa ni watu wema sana. Sio wewe basi hata ukielezewa huna azma yoyote, huna nia yoyote,
huhisi chochote wala hujifikiri wapi ulipo na wapi watakiwa uwepo. Yatakiwa pale unapoelezewa seme mimi sijafika pale patakiwa hapo ile level, lakini inshallah na mimi nimetia azma sasa, nataka niwe kadhaa na kadhaa na kadhaa. Ubinadamu utakutukua. Ukienda nyumbani ukishakupambana na biriani usahau kama hata ile khutba ulotolewa ni khutba gani. Lakini kuna wengine hata ukielezea yeye ni hayo amekuja mbasi kwamba nimekuja kuna mawaidha huelezewa haya ya kina fulani, mimi nimekuja nswali nde zangu. La, haitakiwi. Ona Mtume SAW anamwambia lau baqitum ala alhal, lau nyinyi mtakuwa namna hiyo, mkija mkielezewa mwatabikisha katika nafsi zenu, mwatabikisha katika nyoyo zenu, sisi tuko vipi na tunatakiwa tuwe vipi. Ule upungufu waazimia kuukamilisha, ule ukamilifu waazimia kuuendeleza, basi malaika watawasalimia ndiani na watawatembelea majumbani. Utumi, maqamu nubuwa, iqbalun mustamir. Utumi hakuna mtumi kwamba sasa hivi kidogo na yeye kuna kusahau. La, saa zote utumi, hali ya utumi saa zote ni iqbalun mustamir. Ama imani, maqamul iman saa wa saa. Iman, maqamul iman ni saa kwa saa. Saa iqbal, saa wajisahau, sio saa idbar. La, saa iqbal, saa wajisahau, lakini hufanyi maasiya. Waweza kuwa wewe kuna wakati mwingine waketi ukawa uko kwenye mambo si ibada kwa maana ibada, lakini si maasiya, ni katika mambo ambayo kwamba ni mubahat. Sawa, waweza kwenda kujipumbaza, sema sasa ni entertainment, sasa nitaka kwenda swimming, sasa hivi nitaka kwenda kuteza boli, sasa hivi nitaka nifanye walking, sasa hivi nitaka nikae nipumzike tu, nataka peace of mind, relaxing. Saa na saa shika mswahafu, saa ukamtaja Mwenyezi Mungu, saa ukaleta istighfari, saa ukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna hiyo, hii ndio maqamul iman. Hatuwezi sisi kuwa kama mitume 24/30 wewe hali yako mustamiru ma Allah subhanahu wa ta'ala, ila kwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewataua, na ni hali ambao kwamba humtaua mtakaye. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Kutokuwa na uvivu katika ibada ni jambo muhimu sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Kazi yao hawa ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewasifu kazi yao, yusabbihuna al-laila wan nahar, siku zote kazi yao ni hiyo, yusabbihuna al-laila wan nahar, usiku na mchana kazi yao ni kumsabihi Mwenyezi Mungu. La yafturun, hawachoki. Mwenyezi Mungu awasifu asema hawachoki. Ukijiona wewe wachoka, bado hatujaingia katika hii aya. Katika hii aya sifa zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia la yaftarun, hawachoki kabisa. Kwa hiyo kuchoka ni maradhi mabaya sana. Kuchoka katika ibada ni maradhi mabaya. Taona wale waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la yatawaqafuna ani dhikri, hakuna muda wao washangaa, wasimama, wastop na dhikri. Na hapa utaona dhikri imekuja kwa maana mapanufu. Ukichukua dhikri ni kwa maana ya kuwa wewe utataja astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, akbar, Allah akbar. Waweza kumwona mtu kasema yule hana dhikri, lakini makusudio ya dhikri ni kwamba wao hawachoki katika matendo yao ani dhikri, kuwa wamkumbuka Mwenyezi Mungu. Lolote walifanyalo wamkumbuka nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipowasifu, alipoelezea inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema huku kuja mchana
na huku kuja usiku kuna mazingatiwa kwa wale wenye akili. Akawataja wenye akili ni wapi? Akasema alladhina yadhkuruna Allaha. Sifa yao ya kwanza, ukitaka kumjua mwenye akili, ukitaka kumjua ni upi mwenye akili, sifa yake ya kwanza yadhkuruna Allaha qiyama, ni maana wao kisimamo chao ni dhikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Akisimama yeye kisimamo chake kina dhikrullah, akikaa kikao chake kina dhikrullah, akilala kule kulala kwake kuna dhikrullah. Ni maana yeye yuwalala kwa nia nzuri, yuwalala kwa hali nzuri, yuwalala kwa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe utakuwa umelala na kulala kwako ni dhikrullah. Lakini tuseme mtu alale hata kama ameshika tasbihi, huku yuachati na sofa, huku yuangalia aflamu khalia, sinema chafu, vipindi vibaya, tutamwambia huyu hako na dhikrullah. Dhikrullah ni lolote ambalo kwamba wewe litakuweka karibu na Mwenyezi Mungu, hilo ndio dhikrullah. Chochote kitakuwa kimekufungamanisha wewe na Mwenyezi Mungu na latakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndio dhikrullah. Kwa hiyo halatul qiyam anta fi dhikrin, halatul qu'udi wa anta fi dhikrin, wa anta naim wa anta fi dhikrin. Itakuwa yani kwa hali yoyote wewe waishi maisha ya kuwa wewe dhakiran lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo moja katika sifa ambazo kwamba ni hawa waliowataja Mwenyezi Mungu, la yafturuna ani dhikri, hawachoki kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yafturuna ani taa, hawachoki kufanya ibada. Maana utakuta Muislamu masikitiko saa nyingine kukwambia tumechoka wallahi, lakini hatuende tukaswali. Subhanallah. Wajua tutatofautiana. Shani sikuja msikitini kuswali, shani si wewe uswali tu, shani si wewe usome Qur'ani tu, shani si wewe ufunge tu, lakini shani ni ufurahie lile ulifanyalo. Lile ulifanyalo, waswali wafurahi, wasoma wafurahi, wafunga wafurahi, watoa wafurahi. Sio na umenikera sana, hashika nenda. La, haitakiwi namna hiyo. Yataka ukifanyacho wewe wakifurahia, wafurahi kule kufanya taa. Hizi huku uvivu, kuchoka, kuna sababu. Hii ni kaida. Hakuna maradhi yoyote ile ina sababu ya kusababisha yale maradhi, ijulikane au isijulikane. Lakini utasikia chungukunya, sijui chungungunya hiyo, wakwambiwa ni mbu. Malaria ni mbu. Yani kila kitu kuna sababu isababishao. Huku kuchoka, huu uvivu, je, wasababishwa na mambo gani? Sababu zake ni nyingi sana, lakini sisi kuna sababu ambazo kwamba tutazielezea kwa kuzichambulia insha Allahu Taala, ingawa hazitokuwa zote kwa leo, lakini tutazielezea moja baada moja, hata kama tutatukua mawiki mangapi. Moja katika hizi sababu ambazo ni moja katika sababu kubwa, al-i'radh anil Qur'an, kuiweka kando Qur'ani, kuwa mbali na Qur'ani. Qur'ani imethibiti kwamba Qur'ani huleta nishati kwa yule asomao. Msomaji Qur'ani huwa ana nishati zaidi kuliko yule ambaye kwamba yeye hasomi Qur'ani. Kwa hiyo jiangalie wewe na Qur'ani muna alaka kiasi gani, imma kwa kuisoma, imma kwa kuisikiliza, na bora zaidi uisome na uifahamu. Kila ukiifahamu huzidi kukupa nishati, na ukipata nishati katika Qur'ani utataka kufuata yale yaliyomo ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo moja katika sababu ambazo kwamba za leta uvivu katika taa ni kuwa mbali na Qur'ani. Kadhalika al-i'radh an qiyam al-layl, kutokuwa wewe huna kisimamo cha usiku, kutokuwa wewe na huna kisimamo cha usiku. Wewe wajua kwamba kile qiyamul layl, ile qiyamul layl
haikuwekwa kuwa ni mujarrad ibada peke yake, bal ina manufaa kwako wewe katika mwili. Unajua mwanadamu hatakiwi alale zaidi ya masaa 5 continuously. Masaa 6 ni vibaya zaidi. Kwa hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa dini yake ina maslahi ya akhira na dunia kabla ya akhira. Hakuna jambo katika dini limewekwa ila ukilitunguza, ila ukilipeleleza, utakuta ndani yake kuna faida kwa ule mfanyaji. Wale ambao kwamba hulala kisha wakainuka wakaswali tahajjudi, kisha wakarudi wakalala tena kidogo, au wasilale wakainuka kuswali tahajjudi kabla alfajiri kwa mapema, yani yakawa masaa yao ni kidogo, huwa na nishati zaidi kiafia kuliko ule alolala ya Allah kuanzia baada ya isha mpaka alfajiri yofua koromo. Ule huinuka mezidi kuiona mwili wake mzito kuliko ule alolala period fupi. Mwingine mtu zingine ukwambia si uzuri kulala kwa kukatakata. La, ni uzuri kulala kwa kukatakata. Ulale kuanzia saa 4 uinuke kama saa 7 saa 8 uswali tahajjudi, kama tena utarudi tena kidogo ufumbe, kisha unana kailula kidogo utapata kwenye kitu saa 4 saa 5 ulale, manake una usingizi mzuri kuliko ule usingizi wetu wa Kiswahili wa saa 8. Usingizi wa saa 8 si mzuri. Usingizi mzuri ni kabla ya dhuhuri. Huu ni usingizi wa afya kuliko ule usingizi baada ya dhuhuri, ingawa sisi tupenda namna hiyo. Mtume swalla sallam alikilala kabla ya dhuhuri, lakini alikuwa halali baada ya dhuhuri. Yani asli kile chakula cha ghadaa ni kile chakula huliwa kabla ya swala ya dhuhuri. Wewe ulikilala kisha wakila kisha wakingojea alasiri, halas hakuna tena kulala mpaka usiku. Kwa hiyo kule kuinuka usiku kwako wewe pia kuna faida sihiyan kiafya. Kwa hiyo ikiwa wewe huna asli ya qiyamul layli, ni moja hukuletea uvivu katika ibada. Kadhalika al-i'radhu an al-istighfar, kuwa wewe humstaghfiru Mwenyezi Mungu. Wajua madhambi ni mamoja katika yanayoleta uvivu katika taa. Madhambi ni moja katika sababu zinaoleta uvivu katika taa. Yule ambaye kwamba yuko mbali na madhambi huwa nashit. Manake mara nyingi ukifanya madhambi, yale madhambi hukuzoea mpaka ukawa wewe waona ibada chache ukaona ya kutosha. Sababu madhambi hukukosesha halawatul iman, utamu wa imani, halawatut taa, utamu wa kuona ladha katika taa. Kwa hiyo maasi ni kitu kibaya sana, madhambi ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo istighfar ni moja huondosha yale maasi. Ikiwa wewe umeshaondoshewa maasi, hapo ndipo utakuwa wapata wawa nashit, una energy ya kufanyia ibada. Wewe angalia wale watu walokuwa kila mmoja ajijua yeye mwenyewe, wakati alipokuwa hufanya atakalo alikuwa hali gani katika mambo yake ya khairi. Sasa alipokuwa na istiqama ameata, tuko wengi sasa, amekuwa na istiqama sasa, huya msikitini mapema, hata kama kwa uzeeni, lakini ajiona yeye ni mzee, lakini ana nishati zaidi. Kwa sababu gani? Kule yeye huona kwamba ni afia, la, ni kule kuepukana na maasi. Na sasa ni mtu mzima, hana hata nguvu, lakini ana nguvu ile ya kuwa yeye yuko mbali na nini? Na maasi. Kule kuwa mbali na maasi hukupa nguvu hata kama ni mtu mzima, na kule kuwa ndani ya maasi hukuvunda nguvu hata kama ni kijana. Kwa hiyo moja katika sababu za kukupa wewe uvivu katika taa ni maasi, na dawa ya maasi ni istighfar. Mwenyezi Mungu atatupa kila la khairi, atuepushe kila la shari insha Allah. Hatujaingia zile sababu zenyewe, kuna sababu 8 ambazo nataka nizielezee. Hizi ni sababu za juu tu, lakini kuna sababu 8 insha Allah taala majuma yatakayokuja tutaelezea. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.